Asante sana. Kwa majina anaitwa Simon Sankale Olenasieku, katibu wa chama cha DCP katika kaunti ya Nakuru. Leo hii tumefurahia sana mwaliko wa mchungaji wetu Reverend Isaac Kihara ambaye ametualika katika kanisa la Pefa Church hapa Fredia. Na nakushukuru sana mchungaji kwa sababu yale mafundisho amefundisha siku ya leo. Amefundisha mambo ya muhimu sana na akasema kwamba uongozi mbaya inaleta maisha mabaya. Na mimi nakubaliana na mchungaji kwa sababu kwa kipindi kirefu kanisa imekuwa ndio sauti ya Wakenya. Kanisa imekuwa wakati wa Moi kulikuwa na kina Ndigi wana Wazeki, tuliona wakina Reverend Joya, watu walikuwa mashujaa wa kupigania nchi ya Kenya. Na tunataka wachungaji kama Reverend Isaac Kihara ambavyo amezungumza siku ya leo, mambo yale ambayo yanahusu taifa la Kenya. Na mimi ninafurahia kwa sababu kuna mambo amesema kwamba ikiwa kwamba kungekuwa na maisha mazuri kwa Wakenya, hata siku ya leo makanisa yanalalamika ya kwamba kanisa imekuwa kwamba hata kuna ugumu mwingi, unakuta makanisa yanafanya michango, na wakati wa zamani wale washirika walikuwa wanajiweza. Na ni kwa nini nashukuru mchungaji? Kwa sababu mchungaji amesema wakati huu ambapo tunaona gharama ya maisha imepanda ni kwa sababu ya serikali iliyoko. Tunaona kwamba mambo mengi yamekuwa magumu, hata sadaka imepungua, hata fungu la 10 limepungua. Ni kwa nini? Because of the current situation in our country. Na akasema jambo moja ambalo ningependa kukubaliana na yeye. Alisema kwamba kuna wakati moja tunaona kwamba Mungu aliweza kuitisha kikao cha bunge yake. Na katika ile bunge yake aliweza kuwaita watu wote mahali pale, malaika, hata shetani akaitwa mahali pale. Na wakati ambapo shetani aliulizwa, wewe shetani umetoka wapi? Akasema mimi kama shetani nimekuwa kila mahali nikitangatanga. Ndugu zangu na dada zangu, sisi tulijidunga na mwiba wa kujipendea sisi wenyewe. Kwa sababu tulipoonywa katika mwaka wa 2022 ya kwamba tusikubali kuweza kutapeliwa. Roho moja tuliambiwa kwamba ni roho mbaya sana, roho ya hasira. Unajua roho ya hasira, wala ambao wajui, ni roho ya umaskini. Ukisikia kwamba hasira maana yake ni kwamba poverty. Na tukaambiwa kwamba poverty, mtakapochagua William Ruto ni kama kujiwekea katika umaskini. Shetani akaulizwa umekuwa wapi? Akasema mimi nilikuwa hapa na pale nikitangatanga. Tunajua kwamba ni nani alikuwa kiongozi wa Tangatanga movement. Si unajua? Kiongozi huyo wa Tangatanga movement ndio sahihi anaongoza taifa la Kenya. Na mnajua kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Na mnaona mambo ambavyo yanaendelea katika taifa la Kenya. Mliambiwa mkichagua Tangatanga, na ni kama vile Mungu aliita ile baraza lake na akaambia shetani mmekuwa wapi? Tulikuwa tunatangatanga, nilikuwa na tangatanga. Sasa hiyo tangatanga inatusababisha mambo gani? Katika taifa la Kenya, katika Nakuru, tunaona kwamba katika Nakuru kuna kampuni mingi zimeweza kusabaratika. Ndugu yako anaweza kushuhudia, hata mchungaji. Tuliona kulikuwa na kampuni ya spinach ilisabaratika. Tunaona kwamba kulikuwa na kampuni ya Coca-Cola iliondoka hapa ikaenda katika maeneo mengine. Tunaona kampuni ya Toasty ambayo ilikuwa inatengeneza mikate inayumba na karibu ifungwe. Tuliona Blankets iko hapa, iko karibu kufungwa. Tunaona kwamba kuna kampuni ilikuwa inafanya ile mambo ya coil products, hizi za mosquito, ni kama kwamba hiyo kampuni ilifungwa. Tunaona kwamba kampuni ya Eveready ilikuwa inatengeneza ile mawe ya Eveready iliweza kufungwa. Tunaona kama vile Elianto, kampuni ya Elianto ilifungwa. Na sisi hapa katika kaunti ya Nakuru, tunaona vile ambavyo hata Gavana Susan Kihika ambaye amefuata ile tabia tangatanga, aliweza kuhakikisha kwamba War Memorial hospitali ilikuwa inasaidia watu wa Nakuru, iliweza kufungwa. Tunaona katika mabarabara zote kaunti ya Nakuru kuko na mashimo hapa na pale. Mimi ningependa kusema hivi, kama katibu wa chama cha DCP, ninahuzunishwa sana wakati ninapomwona waziri wa Interior Murkomen anasema jana kwamba Rigathi Gachagua is a very stupid man, is a very foolish man. Mimi ningependa kusema hivi, who is more foolish and stupid kuliko yule mtu ambaye anahakikisha kwamba Wakenya wanaendelea kukandamizwa? Tumeona mambo ya extrajudicial killings, tumeona mambo ya abductions, na hivi karibuni tumeona katika ile runinga zetu zile mauongo zote zilifanyika. Mchungaji, tafadhali uweze kuelekeza watu wako vizuri. Tuliambiwa kwamba kila chief atakuwa na laptop. Mpaka siku hizi wao machifu wengi wanakuwa na laptop. Tuliambiwa kwamba mtakuwa mnapiga simu bure. Mpaka sasa hivi mnapiga simu bure. Tuliambiwa kwamba hapa Nakuru Itale Dam, ile ambayo Chemasusu Dam, zile ambazo zingetusaidia hapa Nakuru kupata maji, mpaka sasa hivi hazijapatikana. Tuliambiwa kwamba kutakuwa na Narok Airport, tutakuwa na Bomet Airport, tutakuwa na Lanet Airport. Hizo airport
hata moja imeweza kupatikana. Mimi ningependa kusema hivi, hata mimi mwenyewe mchungaji nimeathirika. Hii uongo ya Kasongo imenihadhiri sana, kwa sababu kabla Kasongo achaguliwe, mimi nilikuwa nakojoa lita 7 ya makojoo. Kutoka Kasongo achaguliwe, sasa nakojoaga hata nusu lita haifiki. Mnasikia? Mimi nilikuwa nakojoaga 7 liters ya makojoo. Sasa mimi nakojoaga half lita. Kwa sababu gani? Ile stress tumeletewa na Kasongo katika taifa la Kenya. Mimi ningependa kuambia Wakenya, tafadhali, hata tunapoelekea 2027 tuweze kuwa very careful. Na hao watu ambao wamezoea kumtukana Rigathi Gachagua, tafadhali muache kukoma. Muache kumtukana Rigathi Gachagua, kwa sababu he is our kingpin. Yeye katika Thank you.